Katika harakati za maisha kila mmoja kuania nafasi yake, habari za sintofahamu nyingi hutokea. Sasa leo kwenye hii supermarket kuna vijana wamekuja kupiga tukio. Aisee, ilikuwa ni kivumbi cha hatari, jamaa wamejipanga kinoma. Hawa mnyama wanatafutwa na serikali sana kwa ajili ya matukio ya wezi ambayo wamekuwa wanayafanya. Lakini bado serikali haijabahatika kuwatia nguvuni kwa sababu jamaa wanapiga matukio ya wezi kiprofessional zaidi. Sasa upande wa pili kuna huyu mwanadada naye anasogea maeneo ya supermarket. Mlembo anaitwa Chidima, anaishi maisha simple sana, pia anafurahia style ya maisha anayoishi nayo. Sasa miamba wapiga matukio walikuwa wamemaliza kufanya tukio kwenye hii supermarket, hivyo walikuwa wanaweka mizigo kwenye gari. Wakati wa Chidima hakuwa anajua kinachoendelea, akawa amekutana kikumbwa na mwezi mmoja. Chidima ni binti mrembo sana, jamaa mwenyewe alistaajabu baada ya kumuona akajikuta anavua maski. Mwamba haamini kama amekutana na binti mrembo namna hii. Jamaa anaitwa Felix. Pamoja na kuwa jamani mpige matukio, lakini ana moyo wake. Anahisi upendo ukifukuta ndani ya moyo wake baada ya kuangalia sura ya Chidima. Jamaa alisahau kwa sekunde kadhaa alikuwa anafanya kitu gani. Kisha akamnyanyua mrembo baada ya kuwa rafiki yake anamuita akasipa zake. Huyo jamaa alikuwa naye kwenye tukio alikasirika sana. Mchizi anaitwa Edward, ni kazini yake Felix. Anamwambia chali yake, umefanya nini sasa? Yaani unawezaje kutoa maski yako katikati ya tukio? Lakini Felix anamjibu kama vile hajui alichokosea. Unajua maana sijawahi kuhisi namna hii kama nilivyohisi leo baada ya kukutana na huyo mrembo. Sasa Edward alikasirika sana baada ya kuona jamaa analeta mapenzi kwenye kazi. Walichenjiana kwa dakika kadhaa ndani ya gari. Kila mmoja alikuwa kawaka zidi ya mwenzake, lakini baada ya hapo wanaanza kutabasamu. Mtu na kazini yake wanapendana sana, kuchenjiana kwao ni kawaida. Sasa hawa jamaa wanapiga matukio hivi, lakini kuna master plan yuko nyuma. Huyu mzee anaitwa Mr. Alpha, ni baba mzazi wa Felix. Mzee huyu ni legendi, pia ni professional kwenye masuala ya kupiga makampuni, mabenki. Misha zake zote washirikisha vijana wake wawili, Felix na Edward. Mzee anajivunia sana vijana wake hawa. Sasa leo mtu wangu sitaki nikukaushe koo, nipo na mzigo ambao unaenda kwa jina la utaucheki mzigo ukiwa full kupitia channel ya Sandra Okunzwa TV. Pia nimeweka link description pale ambayo itakuongoza kwenda kwenye channel ya Sandra Okunzwa TV. Hivi sasa unautazama mzigo kupitia channel ya E7 Pass. Gusa hicho kialama kilichotokea juu ya simu yako upande wa kulia. Utazicheki movie kibao kutoka E7 Pass. Sasa anasonga mbele na tulavu Ezif kinamna hii. Chidima baada ya kurudi nyumbani alimsimulia kila kitu kilichotokea sister yake. Anaitwa Precious, anampenda sana mdogo wake Chidima. Mlembo anaendelea kumuelezea sister yake feelings aliyoipata baada ya kukutana na Felix. Kumbe hata naye alihisi upendo baada ya kukutana na mkaka jambazi. Tatizo ni kwamba jamaa kuchukua namba na uwezekano wa kuweza kukutana tena ni mdogo. Sister yake alimwambia kwamba kama ni riziki yako utaweza kukutana naye tena, na kama usipokutana naye tena basi sio riziki yako. Sasa Chidima na Precious wanapendwa sana baba yao ambaye ni police officer. Mzee huyu anaitwa Mr. Achema. Huyu ndiye officer anayefuatilia kesi ya wezi ambayo imekuwa ikifanywa na Felix na Edward. Hawa vijana wanamuumiza akili sana kwa sababu hajawahi kufanikisha kuwapata. Sasa tukio ambalo limetokea leo tena linaendelea kumwadhisha sana. Chidima alimuuliza baba yake kutaka kujua nini kinachoendelea, kwa nini anaonekana yuko stressed sana. Mzee akamwambia ni hawa vijana ambao wamekuwa wanafanya matukio ya wezi mara kwa mara. Leo walikuwa supermarket wameenda kuiba pale, wameondoka bila kuacha ushahidi wowote. Precious akamuuliza kwa hiyo hakuna hata CCTV kamera? Mzee akamwambia zote walizima. Sasa wakati wakiendelea kuongea, Chidima alikuwa anafikiria sana. Aliingia chumbani akiwa anajiuliza ina maana yule kijana ndo mmoja wa wale wezi. Kwa maelezo ambayo baba yake ameyatoa inaonyesha kabisa kaka jambazi aliyetokea kumpenda amefanya lile tukio. Kila akiunganisha matukio anaona kweli kaka jambazi ni mwizi, lakini anakataa kukubali ukweli. Mapenzi ni upofu, hivyo haamini kabisa kama kijana aliyekutana naye anaweza akawa mwizi. Sasa kitu ambacho waamini jamaa wakipiga matukio wanapeleka msaada kwa watoto yatima. Wanachokifanya ni kuwaibia matajiri ambao utajiri wao wamepata kwa njia sio halali. Wakwepa kulipa kodi mafisadi, jamaa ndio wao wanakula nao sahani moja. Kisha wanagawa pesa zote kwa watu ambao wanauhitaji. Sasa kuna siku Edo alikuwa mitaa ambayo Chidima anaishi. Alimuona na akawa amemkumbuka kwamba huyu ndio binti alimchezesha jamaa yangu. Aliona asije akapoteza nafasi kwa jamaa yake, akamuita bidada akaenda kuongea naye. Chidima sio binti wa maji mara moja, hivyo jamaa alitegemea kabisa kwa namna alivyo hakuna demu kuweza kumkataa. Lakini sio kwa Chidima, wewe ni binti mwenye msimamo wake. Wala ashtuli na body sex, anachoangalia yeye ni upendo. Jamaa alimuimisha sana mrembo, akawa amempa mkono ishara kuhitaji kufahamiana zaidi. Lakini Chidima aliunyali mkono, hataki kabisa mazoea sio kwa ya lazima. Mchiziboti naye kwa hasira zaidi akaanza kumtolea maneno ya shombo. Baada ya kurudi nyumbani, Edo alikuwa amekasirika sana. Oya mwanangu, sijakuzalisha kama leo ilivyotokea. Sasa Felix elewe hasira za kazini wake zinatokana na nini, akamuuliza hebu niambie nini kimekukuta. Edo akaanza kumueleza kwamba ni yule binti ambaye alikusababisha siku ile ukavua maski. Nilimuona anatoka kwenye nyumba fulani hivi mtaa kati pale. Felix alishtuka pia, alifurahia sana kusikia taarifa. Edo anasema kwamba baada ya kumuona nilimfuata kuongea naye kwa ajili yako tu Maimen. Lakini kitu ambacho huwezi amini, Maimen amenizalisha kinoma yani. Yaani kweli mimi Edo kweli kuweza kuzalishwa na binti kama yule kweli. Lakini nimezalishwa kwa ajili yako tu mtu wangu yani. Sasa baada ya Felix kupatiwa address ya sehemu anayoishi Chidima,
Fasta alienda kumcheki. Mrembo alishangaa sana baada ya kumuona, yule vipi amembajuaje napoishi mimi. Felix alimuuliza, unanikumbuka mimi? Chidima alimkumbuka vizuri sana. Anafahamu ni kaka jambazi na aliyetokea kumpenda sana. Jamaa alijitahidi sana kumkumbusha akihisi kwamba binti amkumbuki. Haya, mchizi alichokifanya ni kuchukua namba ya simu kwa mawasiliano zaidi. Baada ya hapo jamaa alimwagia mistari mrembo wala hakuwa na neno. Chidima wala hakuchukua nafasi tena kukumbuka kwamba huyu ni kaka jambazi. Waliongea kwa muda mrefu sana. Katika maongezi yao jamaa alimwambia kwamba kesho asubuhi nitakuwa na kazi nzito sana ya kufanya, hivyo tafadhali nipatie muda wa kupumzika bibie. Baada ya hapo alitakiana usiku mwema. Chidima anafurahia sana. Anafurahia kukutana tena na mkaka jambazi kwa mara nyingine. Sasa kazi ambayo alikuwa anaisemea Felix ni hapa. Asubuhi na mapema walitimia duka fulani hivi lenye cheni, mikufu ya dhahabu. Walifilisi kila kitu katika duka hilo. Mr. Chema akiwa nyumbani anapokea taarifa ya uhalifu uliotokea mtaani. Hakuwa na muda tena wa kuendelea kuketi, akawaambia binti zake kwamba wale vijana wamefanya tena tukio kwenye duka la cheni na dhahabu. Baada ya hapo mzee akaondoka, lakini Chidima alikuwa anajiuliza sana, ina maana jana kuniambia asubuhi atakuwa na kazi yenyewe ndio hii? Pressure zilishangaa sana baada ya kumuona mdogo wake yupo kwenye hali ya mawazo aliposikia taarifa hizi. Sasa kwa upande wa miamba walikuwa wanazidi kupongezana tu kwa kazi nzuri walioifanya. Felix alichukua cheni moja akawa amempelekea mlembo wake. Chidima baada ya kucheki cheni akagundua kwamba Felix ndio wale wapiga matukio. Akamwambia kwamba asante sana kwa cheni lakini siwezi kuichukua. Mchizi alishangaa akamuuliza kwa nini sasa? Mlembo akamwambia kwamba kumbe ni wewe na bado unaendelea kuniuliza kwa nini sijapokea cheni yako. Unafahamu ni wapi ulipoitoa cheni hii? Jana uliniaga kwamba asubuhi utakuwa na kazi, kumbe kazi yenyewe ndio hii. Mwanzo sikuweza kuamini kama wewe unaweza kufanya matukio kama haya, lakini sasa ninaelewa kila kitu. Jamaa akamuuliza sasa kama umeelewa kwa nini umekuja hapa? Chidima akamwambia hata sielewi ni kwa nini, ni upuuzi tu najihisi mwenyewe. Yote ni kwa sababu Chidima anampenda jamaa upendo wa kweli. Mchizi alifahamu ni kwa namna gani anavyopendwa na kusaminiwa. Jamaa akamwambia ndoto yangu mimi ni siku moja kuja kuwa polisi, lakini mambo yote alianza baada ya mama yangu kufariki. Ghafla tu baba yangu alibadilika na akaanza kuwa mwizi. Alikamatwa akaenda jela, kukaa muda mrefu akawa ametoka. Kisha akaanza kunishirikisha na mimi kwenye hizi mipango yake, lakini kuna jambo nataka nikwambie. Chidima, kitu ambacho fahamu watu wanahangaika sana huko mtaani. Kwa upande wa pili kuna watu ambao ni matajiri na utajiri wao umepata kwa njia sio halali. Kwa hiyo sisi tunacheza fair game kwa kuchukua mali kutoka kwa hao matajiri kupeleka kwa maskini. Chidima hakuweza kuelewa aelekee upande gani, zaidi alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Pressures alikuwa pale kwa ajili ya kumuuliza, lakini Chidima hakufungua mdomo wake kuongea chochote. Upande wa pili mipango inasukwa kwa ajili ya kwenda kupiga tukio mahali. Master plan ambaye ni Mr. Alpha baba yake Felix alikuwa anatoa maelekezo nini kifanyike. Mzee ana ramani za majengo yote ambayo anataka kwenda kupiga matukio. Plani ilienda vizuri na mambo yote yakawa sawa, lakini sasa kwa bahati mbaya Felix akawa amedondosha kitambulisho chake kwenye hii supermarket. Ila kila kitu kilienda kama jinsi ambavyo walikuwa wamekipangilia kabla. Master plan anafurahia sana namna kazi wanavyoifanya vijana. Sasa Felix ile kucheki kitambulisho chake akioni na anaamini alikuwa nacho wakati wanapiga tukio, sasa wakati huo akioni. Baada ya kuambia kwamba nimedondosha kitambulisho changu kwenye tukio, kila mmoja alichoka. Baba yake mzee Alpha alifoka sana, akamwambia nataka uwe focused na kazi. Angalia sasa uzembe wako mdogo tu unaweza kuleta matokeo mabaya sana kati yetu. Kwa nini mara zote tunashindwa kuwa makini kama jinsi ambavyo Edo alivyo? Mzee alimaka sana unaambiwa. Kisha akaamua kuondoka zake maana kijana tayari ameshaharibu hapo. Baada ya muda kupita mzee Alpha alienda kumfuata kijana wake chumbani. Akamwambia kwamba mambo yote alianza toka siku mama yako alipofariki. Kabla ya hapo alikuwa anatakiwa kufanywa surgery lakini sikuwa na pesa. Niliwaomba sana madokta wamfanyie surgery mke wangu lakini walikataa bila pesa. Nilianza kumtembelea tajiri mmoja baada ya mwingine kumwomba pesa kwa ajili ya matibabu ya mke wangu. Lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa tayari kunisaidia, zaidi na zaidi walinirushia matusi tu. Kutokana na huo ucheleweshaji mama yako akawa amepoteza maisha. Kuanzia hapo niliweka chuki na hasira kwa hao matajiri. Nikawa anachukua mali kutoka kwao napelekea maskini wenye uhitaji. Hiyo ndiyo sababu iliyomfanya Mr. Alpha akawa mwizi. Sasa kwa upande wa afisa wa polisi baba yake Chidima, asubuhi na mapema kuna jamaa amemletea kitambulisho nyumbani kwake, anamwambia kwamba nilikipata eneo la tukio. Sasa wakati wa mambo akimwelezea Mr. Chema jinsi alivyokipata kitambulisho, Chidima alisikia kila kitu na akajua kabisa hapa Felix wake ataenda kupata matatizo. Hivyo akaingilia mada isiyo mhusu kwa hasira zaidi. Akamwambia na uhakika gani kama hicho kitambulisho ni cha mmoja kati ya wale walifu? Sasa alikuwa anaongea kwa hasira sana kama vile anamfokea mwamba, hivyo baba yake naye akamuijia juu. Tangu lini umeanza kuingilia mambo yasiyo kuhusu? Mtoka haraka mbele yangu. Na siku nyingine uwe na heshima kwa wageni. Chidima aliondoka lakini moyo wake haukulizika, hivyo jioni alikitafuta kitambulisho akakichoma. Ni upendo wa dhati ambao unamsukuma kufanya hivi, kuficha ubaya kwa ajili ya mpenzi wake. Hii ndio maana na tafsiri ya upendo wa dhati. Sasa baada ya hapo walikutana kwa ajili ya kupeana taarifa. Kwanza kabisa Chidima alimwambia kwamba haijalishi wewe ni nani, umesha kufanya nini, lakini tayari umeshaingia ndani ya moyo wangu. Unatakiwa uwe makini bwana na mambo yako.
Jambo lolote baya ambalo linaweza kufika wewe limenifika mimi pia. Baba yangu mimi ni police officer. Jana alipokea kitambulisho chako. Jamaa alishtuka sana baada ya kusikia hivi kwamba kitambulisho chake kimeshafika tayari mikononi kwa polisi. Lakini mlembo anamwambia kwamba nadhani ningefanyaje, ningeendelea kuangalia unaenda kuteketea. Niliamua kwa msaliti kwa baba yangu, nikakichukua kitambulisho chako nikakichoma moto. Siku nyingine unatakiwa kuwa makini bwana. Jamaa alichiki akaona kwamba huu kweli ni upendo, akamwambia nakupenda sana Chidima. Mlembo akamwambia kwamba inatakiwa sasa uache wizi, imefika hatua ya mwisho kabisa. Unajua naogopa sana pia nahofia kukupoteza Felix wangu, tafadhali nielewe. Unachokifanya kweli ni kizuri lakini tafsiri ya uhalifu inabaki pale pale. Angalia mpenzi wangu, ndoto yako ya wewe kuja kwa polisi bado inakusubiria. Waliongea mengi sana na Felix alionyesha kama vile kumuelewa mlembo wake. Sasa Precious baada ya kuona tabia mdogo wake imebadilika alianza kumpeleleza. Kwa bahati mbaya wakati huo Chidima naye alikuwa anaingia chumbani kwake, lakini alikuwa anaongea na Felix. Jamaa alikuwa anampatia taarifa jinsi ambavyo mipango inapangwa na baba yake kwenda kupiga mahali. Lakini Chidima alikuwa anamsisitiza mpenzi wake asihusike katika ile tukio kwa sababu anahisia mbaya juu ya ile tukio. Jamaa alimuelewa mpenzi wake na kumwahidi kwamba hatahusika katika ile tukio. Sasa kumbe Precious yakuwa mbali na amesikia kila kitu alichokiongea. Alimuita na kumwambia sister Kalin, tumeanza kufichana mambo. Yaani umeona bora uwe msaliti kwa sister yako na kwa baba yako pia. Hili swala lazima nikamwambie baba. Chidima alimshika mkono sister yake na kumwambia kwamba tafadhali nitamwambia mimi mwenyewe baba. Ila naomba unisamehe sana sister yangu, sikuwa na maana kukuficha. Nipe muda nitamwambia baba mimi mwenyewe kila kitu. Precious akamwambia mdogo wake kwamba umenivunja moyo sana Chidima. Kisha akaondoka na kumwacha mdogo wake chumbani. Chidima aliumia sana baada ya kuwa sister yake amemkataa na jinsi kama vile yuko peke yake katika hili. Baada ya kuwa sister yake amefahamu ukweli, alienda kukutana na Felix. Akamwambia kwamba anamfahamu sister yangu hawezi kukaa na siri kwa muda mrefu. Atamwambia baba kila kitu na itakuwa mbaya sana kwako. Jamaa akamwambia kwamba unamaanisha nitoroke? Lakini kuna jambo jamaa akawa amemshauri. Japo ilikuwa ni ngumu kwa Chidima kukubali, lakini aliamua kufanya hivyo. Hapakuwa na njia nyingine zaidi ya kukabili ukweli ulio mbele yao. Maana kukimbia kwa jamaa hapata suluhisha kitu chochote kile. Felix aliona kulikoni kuendelea kuishi maisha kujificha ni bora kuweka ukweli hadharani. Alimwambia Chidima aende akamweleza ukweli wote baba yake. Ijapokuwa ilikuwa ni ngumu, lakini bibi alijikaza akamwambia kwamba baba nina date na mmoja kati ya wale wahalifu. Na kile kitambulisho kilichopatikana kama ushahidi ni mimi nilikitia moto. Mzee alishtuka sana na hakuamini hicho anachokisikia kwamba binti yake amekuwa kitoka na mmoja kati ya wale wahalifu ambao wamekuwa kimuumiza kichwa kwa muda mrefu. Sasa kwa upande wa pili Felix naye kajipoa kwa baba yake na kazini yake. Aliwaambia kwamba sio mimi wala ninyi hakuna hata mmoja atakayeendelea katika hizo mipango yetu. Kwa sababu kama sio leo basi kesho tutakamatwa. Nina date na mtoto wa polisi ambaye anafuatilia kesi yetu. Nimemwambia akamweleze baba yake kila kitu. Ila tu naombeni msamehe, naona kama hii njia itakuwa sahihi kwetu kuacha tunachokifanya. Mzee, tafsiri ya uhalifu ni uhalifu tu hata kama tunafanya jema. Mzee aliwaka sana na pia alijilaumu sana, lakini jamaa tayari ameshamaliza. Upande wa pili Chidima alimwomba sana msamaha baba yake. Mzee alimsamehe binti yake, lakini sheria ilichukua hatua. Mzee Alpha na vijana wake walitiwa nguvuni. Sasa kumbe Mr. Chema anamfahamu vizuri Mr. Alpha. Mzee ni legendi sana kwenye masuala ya wizi, aliwasumbua sana wanapolisi. Felix alimuuliza mzee unafahamianaje na huyu mwanapolisi? Mzee akamwambia kwamba huyu ndio yule mwanapolisi aliyenisababishia mimi upofu wa jicho moja. Alinishuti jichoni bila huruma. Mr. Chema aliwachukua na kuwafikisha mahakamani, hukumu juu yao ilipita. Sasa maisha ya kawaida yakaendelea. Ulipita mwaka mmoja. Kwenye familia Mr. Chema furaha ilibaki kati yake na binti yake Precious. Lakini kwa upande wa Chidima furaha yake iliondoka na Felix. Kwa mwaka mmoja uliopita Chidima alikuwa anamtembelea Felix mara kwa mara. Na hakuwahi kuacha kufanya hivyo, anamwandalia chakula kitamu kisha anampelekea. Sasa amekuwa akifanya hivyo ndani ya mwaka mmoja, ila kwa siku ya leo wakati amemaliza kujiandaa kutaka kwenda kumuona mpenzi wake, sister yake alimuuliza kwamba utaacha lini kwenda kumuona huyo Felix. Jibu la Chidima lilikuwa ni mpaka siku nitakapolalia mkono wangu ndipo taacha kujali kumuhusu yeye. Baada ya hapo Chidima akamgeukia baba yake akamuaga kwamba wataonana baadaye. Tangu Felix yahukumiwe Chidima hana stori kabisa na familia yake. Lakini leo mzee anamwambia kwamba binti yangu umekuwa mbali sana na familia yako. Ninakupenda sana binti yangu, nimefanya juu chini kuirudisha furaha yako. Hivi ninavyoongea na wewe tayari mpenzi wako ameshaachiliwa. Chidima hakuweza kuamini hichi anachokisikia, alimshukuru sana baba yake. Furaha iliweza kurejea tena kwa mara nyingine katika hii familia. Sasa Chidima hakuweza kupoteza muda, alienda kukutana na mpenzi wake. Ilikuwa ni furaha kubwa sana baada ya kulimaliza swala ambayo limewasumbua kwa muda mrefu. Sasa Mr. Alpha alikaa chini na vijana wake na kueleza kwamba mimi nimeamua kusamehe yale ya nyuma yote yaliyotokea. Nina deni kubwa sana kwa Mr. Chema kwa kututoa sisi ndani. Kuna haja kubwa sana ya kufunga ndoa kati yenu. Wala sina kipingamizi tena katika hilo.
Sasa kesho yake asubuhi na mapema walienda kwenye familia ya Mr. Chema. Lengo ni kumshukuru Mr. Chema kwa msaada aliotoa, pia kama itawezekana kuwaruhusu vijana wafunge ndoa. Mr. Chema alimuuliza binti yake kama yuko tayari kuolewa na Felix. Jibu la Chidimani ilikuwa ni ndio ya pasta, kwani anampenda sana jamaa yake. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa familia hizi kuweza kuungana. Mzee aliwaambia mabinti zake waende wakaandae chakula kwa ajili ya wageni. Taratibu zote za ndoa kati ya Felix na Chidima zilifanyika na harusi ikawa imepita. Sasa baada ya miaka kadhaa kupita, jamaa aliweza kuitimiza ndoto yake. Aliweza kuwa police officer. Hata hivyo pia mke wake alikuwa na kibendi, hivyo wakati wote ataitwa mama naye ataitwa baba. Hii ni historia ya wapenzi ambao waliopendana kwa moyo wa dhati. Kumbuka mzigo naitwa To Love As If. Ulikuwa nami mwanzo mwisho DJ Vortex Star kutoka E7 Pass. Niachie comment na usahau kusubscribe. Uwe na wakati mwema na tukutane tena kwenye movie nyingine. Bye bye.